Tuangalie swala la tattoo. Kuna wale vijana ambao wanaanza kusema kuna wale binadamu ambao wana tattoo mwili mzima. Kwanza nataka nifahamu uhalali wa tattoo upoje kwenye dini. Tuanzie hapa. Kwanza tunapoisema tattoo katika dini ni haramu. Ukisikia neno haramu maana yake ni jambo lilokatazwa kisharia. Halikubaliki na anayefanya anakuwa amepata madhambi. Anapata madhambi kila kukicha. Tena sio tu ni haram tattoo. Tena Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la'ana Allahu alwashimata walmustawshima walwasilata walmustawsila. Anasema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu wabariki wasallama ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewalaani wale ambao wanaochora tattoo na wale wanaochorwa hizo tattoo zenyewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewalaani wachora tattoo na wachorwa tattoo, wote hao wamelaniwa. Kama jinsi ambavyo ilivyo Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu amewalaani alwasilata walmustawsila, wale watu ambao kanuni yao wanasuka marasta yale, wanaunganisha manywele, na wale wanaounganishwa. Kama mtu anasuka rasta nywele zake mwenyewe hazina tabu, lakini yale manywele ya kuunganisha yale atakiwa mwanaume. Akiwa mwanaume kunakuwa na shida, kwa sababu kusuka ni pambo la mwanamke. Ayua, hapa namkusudia mwanamke. Kusuka ni pambo la mwanamke. Ingawa kuna baadhi ya watu huwa wanasema hizi ni tamaduni za watu fulani. Yani kusuka ni tamaduni za watu fulani katika, lakini huku sitaki kwenda sana, lakini kubwa zaidi mimi nije hapa. Tunapoizungumzia tattoo, tunazungumza kwanza ni kitu cha hatari sana. Mtume sallallahu alaihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, anakataza kabisa, anasema wala tulqu biaidikum ila tahluka, na wala msijiingize wenyewe kwa mikono yenu kujipeleka katika mahala ambapo pata kuleteni pata kuangamizeni katika hali za namna hiyo. Sasa tattoo ni hatari sana. Yani mtu anapochora tattoo kwa mujibu wa taaluma anakwenda kuleta athari katika bashara, katika ngozi. Unajua hii ngozi ina tabakat, ina tabaka. Tabaka ya kwanza hii ya juu inaitwa albashara, ngozi. Chini kidogo ya tabaka hii ya juu kuna tabaka inaitwa al-odema au al-adama. Hii adama ni tabaka ya ngozi ambapo hapa ndipo panapotokea vinyoleo vya nywele katika tabaka hilo. Sasa mtu anapochora tattoo kwa kawaida anakwenda kuleta athari katika zile al-ansija. Ansija ni zile tishu ambazo zinazotengeneza ngozi. Kwa sababu ngozi jinsi ilivyo ni tishu, lakini ni tishu ambayo ina uwezo wa kuhimili katika maji takriban kuanzia masiku 3 mpaka masiku 7. Yani ngozi yako wewe unaweza kuiweka kwenye maji isipate madhara mpaka baada ya masiku 3 ndio unaanza kuiona inaanza kupata athari. Sawa? Sasa mtu anapochora tattoo kuna athari ambazo zinazojitokeza. Mmoja wapo ni kuharibu hizi tishu zenyewe, lakini kadhalika hii ina uwezo wa kwenda kuharibu zile chembe zinazoitwa almilanin. Milanin ni chembe ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia katika mwili wa mwanadamu. Linapochomoza jua mara kadhaa linachomoza likiwa na mionzi mikali. Tunajua jua wakati linapochomoza kuna kuwa na vitu anaita indimajun nawawi, ile milipuko ya nyuklia. Wakati gesi zinapoungua ya hydrogeni na gesi ya helium katika jua, panapatikana vitu anaita indimajun nawawi, milipuko ya nyuklia. Sasa ile milipuko ya nyuklia inapotokea katika jua huwa panatengenezwa ya aina al-ashia, mionzi, al-ashiatul gammia wal ashiatul kosmikia, kwa maana mionzi ya gamma na mionzi ya cosmic. Sasa ile mionzi huwa inakuja kuitafuta dunia kwa kasi sana. Nataka tumuone huyu mtu wa tattoo anavyoweza kupata madhara, na kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Bwana Mtume Muhammad ameharamisha watu wasifanye tattoo, na ni kwa nini mtu anapofanya tattoo anapata madhambi makubwa sana katika hali za namna hiyo. Sasa wakati ile mionzi inakuja katika kuitafuta dunia na inatembea kwa kasi sana,
Yani inatembea kwa kiasi cha sekunde moja, inatembea kilomita 300,000 na kidogo hivi, na karibu na 40,000 na kidogo, 300,000 na 40,000 na kidogo kwa sekunde hii moja. Kwa hiyo jua toka linapochomoza mpaka tunaliona hapa ardhini linakuwa tayari limechomoza takriban kwa muda wa dakika 8 mpaka dakika 9, ndio tunakuwa tunapata ule mwangaza wake hapa ardhini, ambapo jua liko kilomita nyingi sana, karibu kilomita milioni 170 hivi mpaka na 80 lipo huko katika hali za namna hiyo. Sasa mwangaza au mionzi inapokuja ikifika katika tabaka linaloitwa al-ozona, karibu kilomita 14 kutoka hapa ardhini, tabaka hili la al-ozona linalofanya linaidivert ile mionzi kutoka kuwa mikali yenye maradhi ya kansa na kuifanya kuwa mionzi baridi yenye kuleta amani na salama na vitamins kwa huyu mwanadamu au kwa viumbe walio ardhini. Sasa basi, baada ya kufika hii mionzi hapa ardhini, inachofanya ni nini? Ikigonga katika mwili wa mwanadamu, pap, inakutana na zile chembe chembe zinazoitwa almilanin. Milanin zinachokifanya, zinaubadili yani ile mionzi ya jua iliyokuja katika hali ya ukali, inabadilika inakuwa vitamin C. Alafu inapelekwa katika mifupa, inafanya mifupa inakuwa strong, inakuwa imara katika hali za namna hiyo. Sasa basi, mtu anapochora tattoo, alafu huyu mtu akapigwa na mionzi ya jua pale katika sehemu ya tattoo, sehemu ile ya tattoo zile almilanin zinakuwa zimeharibika. Kwa hali hiyo zinaanza kuleta athari ndani ya ngozi ya mtu ambaye aliyopata madhara au aliyopata madhara katika zile milanin ambazo zilitakiwa zibadili ile mionzi kuwa vitamin C, zinashindwa kufanya hivyo, hivyo zinakwenda vile vile namna ilivyo, na hivyo huyu mtu anaweza kupata madhara na kupata vitu vinavyoitwa wakhzin fil adham, kwa maana matatizo ya mifupa katika hali za namna hiyo. Na huyu pia anakuwa na hatari sana ya kupata kansa ya damu, lakini kadhalika anakuwa na hatari sana mtu ya kupata madhara makubwa, ikiwemo mwili wa mtu ambaye anayechora tattoo, basi zile jasho linakuwa halitoki kwa utaratibu unaotakiwa, kwa sababu jasho kuna vitu anaita uric acid, kwa maana handhul urikia, sawa? Uric acid hii ni hatari sana. Sasa mtu akichora tattoo katika mwili wake kunakuwa hakutoki zile jasho katika utaratibu unaotakiwa, kwa sababu ile jasho inatoka na kiwango cha sodium asalbia. Sodium salbia hii inatakiwa itolewe ili mwili urelax, ili mwili upokee oksijeni vizuri. Sasa anakosa huyu mtu kwa sababu tu ya kuchora yale matatu katika mazingira kama haya. Ingawa madhara haya anaweza asiyaone haraka, madhara yanajitengeneza taratibu. Sio lazima madhara yawe leo kesho. Taratibu. Kama mvuta sigara vile. Anayevuta sigara usifikiri atavuta leo tu basi leo hii madhara yameibuka. Atavuta na miaka 30. Lakini litapokuja kuibuka ndo ataanza kujutia ile miaka 30 aliyoitumia katika kuvuta kwake katika mazingira kama haya. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Mwenyezi Mungu amemlaani mtu ambaye anayechora tattoo na yule ambaye anayechorwa tattoo. Sababu ya kulaaniwa kwake ni nini? Ni kujidhuru yeye mwenyewe kwa mikono yake makusudi kabisa katika hali za namna hiyo. Huyu aliyelaaniwa akatokea akafunga Ramadhani, kwa maana kwamba mchora tattoo akafunga Ramadhani, anapata chochote hapa? Mchora tattoo kufunga Ramadhani ni vizuri. Ni vizuri sana, na huenda katika kufunga kwake Ramadhani kukamfanya akaachana na matendo hayo ya kitatu. Inawezekana ikamfanya hivyo, kwa sababu kufunga Ramadhani ni nguzo katika nguzo 5 za Kiislamu. Kwa mazingira kama hayo, kwa kuwa Ramadhani ni nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu, kilicho mtu wa tattoo afunge, na huenda itakuwa ni msaada kwake katika kumtoa katika matendo hayo. Atapata thawabu, lakini thawabu atakazozipata pia atakuwa ameambatana pamoja na madhambi. Kwa hiyo sisi tunawaambia tu wachora tattoo wasiache kufunga, kwa sababu huenda kule kufunga kwao kukawabadilisha kuwatoa katika hali kwenda katika hali nyingine. Umezungumzia sigara, natamani nifahamu kwamba hivi sigara ni haramu si haramu, alafu vipi huyu mvutaji kwenye ndani ya mwezi mtukufu? Una baadhi baada ya kufuturu tu wanasema kwanza na kiu cha sigara. Hili jambo la hatari. Kuna mtu mmoja aliwahi kuona amesubiria tu muadhin wanaadhini pale, kawasha sigara pap,
Tena akasema kabisa, Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu, yani Mwenyezi Mungu kwa ajili yako nimefunga na riziki yako ndo ninafuturia. Kwa riziki yenyewe ya kufuturia sigara. Mtu alikuwa na hatari sana huyu. Sasa sigara yani wanavyoni wamegawanyika katika kuielezea sigara. Wapo wanavyoni wanasema sigara ni makruhu, ni kitu cha karaha. Ukisikia makruhu ni kitu ambacho sheria haijaikataa bali hakipendezi tu katika jamii. Wapo wanavyoni wanasema hivyo kwamba ni makruhu. Lakini kuna wanavyoni wanasema sigara ni haramu kabisa. Na mimi binafsi nimeridhishwa sana na zile hoja za wanaosema ya kwamba sigara ni haramu. Kwa nafsi yangu nimeridhishwa na hiyo na ndio natembea nayo hiyo, kwa maana sigara ni haramu. Kwa nini haramu? Kwa sababu sigara ina uwezo wa kuleta madhara makubwa. Sigara ni nikotini. Sasa nikotini ukivuta inakwenda kwenye mapafu, kuna hatari. Unajua katika mapafu ya mwanadamu kuna zile shu'abul hawaia. Sasa ukivuta yale masigara yale na ule moshi jinsi unavyokwenda una nikotini, una uwezo wa kwenda kuleta madhara makubwa, ukatengeneza vitu vinavyoitwa taliful kabidi. Sawa? Yani mapafu yanasinyaa, alafu yakishasinyaa mapafu yana uwezo wa kutengeneza kansa, lakini kadhalika unaweza ukapata madhara makubwa. Kwa hiyo ni sawa na kujidhuru wewe mwenyewe. Kwangu mimi sigara naiona ni haramu kabisa, ingawa baadhi ya wanavyoni wanasema ni makruhu tu, haijafikia katika daraja ya uharamu, ila mimi binafsi nasema ni haramu. Sasa huyu ambaye anayefunga mwezi wa Ramadhani alafu inafikia wakati wa kuftari anaftari sigara, tunamwambia huyu amekosea sana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza katika kuftari. Anasema anapotaka kuftari mmoja wenu aanze kuftari kwa kutumia tende. Ikiwa kama hana tende basi atumie maji, chukua maji kunywa, alafu baadaye utafanya hayo mauzauza yako, lakini anza kwanza kuftari kwa maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad, ambapo ni nini? Ni tende. Lakini kama ukikosa tende basi tumia maji katika kuftari. Sidhani kama mtu anaweza kukosa maji. Unaweza kukosa tende lakini maji sidhani kama unaweza ukayakosa. Basi insha Allah haya mambo ya kuftari kwa sigara si sahihi sana, si mazuri, kwa sababu inawezekana sigara ikiwa ni haramu basi utakuwa umeftari kwa mali ya haramu au chakula cha haramu au futari ya haramu, kwa sababu futari ni kile kitu cha kwanza mtu anachoanzia. Vile vingine vinavyoendelea pale ni vyakula vya kawaida tu. Ndio.